Watoto waweza wategemea, lakini baadaye mtoto akaharibika kupeleka mbio. Lakini hakuna mahaba mazuri kama mahaba ya kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo mimi mzungumzaji nawapenda sikilizaji kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na nataraji kwamba nyinyi wasikilizaji mwanipenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma kiongozi wetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala alitujalia mara nyingine kukutana katika sehemu kama hii kwa lengo la kukumbushana yale ambayo kwamba yatatunufaisha katika maisha yetu haya mafupi ya duniani na maisha ambayo kwamba hayana mwisho, maisha ya akhera. Mimi mzungumzaji na msikilizaji, je, ushawahi kujiuliza hali itakavyokuwa siku ya Kiyama? Siku ambayo kwamba kutakuwa na hali tofauti, kutakuwa na hali ngumu, hali ambazo kwamba zitaingiza hofu na uoga katika nyoyo za wanadamu, hali ambayo kwamba hakuna atakayezungumza siku hiyo illa man adhina lahu arrahman, isipokuwa yule aliyopewa idhini na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Siku ya Kiyama Allah ameieleza kwa namna tofauti katika Al-Qur'anul Karim, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja akaieleza siku ya Kiyama kwa namna alivyoelekezwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Bila shaka ni siku nzito, ni siku ngumu, ni siku ambayo kwamba wanadamu watakuwa katika hali tofauti. Miongoni mwa mambo magumu ya siku hiyo ya Kiyama ni kuteremshwa jua karibu na utosi wa mwanadamu. Namna jua lilivyomali hivi sasa, la tuchoma, la tuumiza. Kaif siku ya Kiyama ambapo jua Allah subhanahu wa ta'ala atalikurubisha karibu sana na mwanadamu, mpaka Mtume akasema wengine kwa dhiki ya ukali wa jua watafinikwa na majasho katika macho yao ya miguu, wengine watafunikwa na majasho mpaka kwenye magoti yao, wengine watafunikwa na majasho mpaka kwenye kiuno, wengine mpaka kwenye kitovu, wengine mpaka kwenye kifua, wengine mpaka kwenye shingo. Hii yote ni kuonesha uzito na ugumu wa hali ya siku ya Kiyama. Lakini chukua bishara, chukua habari njema aliyotuletea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, habari ambayo kwamba yaonesha mahaba ya Mtume juu yetu sallallahu alaihi wasallam. Alipofahamu uzito wa siku hiyo, basi hakuacha kutueleza yale mambo ambayo kwamba tukiyafanya au tukishikamana nayo au tukiwa nayo itakuwa ni sababu yangu mimi mzungumzaji na wewe msikilizaji kwenda kuepuka na uzito wa siku ya Kiyama. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatupa njia, akatufundisha tushikamane na baadhi ya mambo ambayo kwamba tutakapokuwa nayo haya mambo tutaenda kufinikwa na kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala. Maana yake ukali wa jua siku hiyo, watu hawa ambao kwamba Mtume amewataja na sifa hizo alizokuwa nazo hawatopigwa na jua kama hilo, na tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie ni miongoni mwao. Ni watu sampuli saba, ni watu aina saba, ni watu ambao kwamba walikuwa na mambo saba, japo mambo yao yanatofautiana, lakini utaona wamekusanyika katika jambo moja, kwamba haya yote waliyafanya kupitia mujahadatun nafsi. Walipigana na nafsi zao wakayafanya haya, natija na matokeo ikawa ni kupata kufaulu siku ya Kiyama na kufinikwa na kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi iliyopokelewa na Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Mtume asema kuna watu aina saba au kuna watu sampuli saba ambao Allah subhanahu wa ta'ala siku ya Kiyama ataenda kuwafinika katika kivuli chake, siku ambayo kwamba Allah ameweka wazi kwamba hakuna kivuli ila kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo watu wenye sifa hizi saba au watu wenye mambo haya masaba, Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuweka wazi na kutupatia habari na kutuelekeza kwamba wataenda kufinikwa na kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume akaanza kumtaja mmoja baada mmoja, akasema imamun adilun, wa kwanza atakayefinikwa siku ya Kiyama na kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala
siku ambayo kwamba hakuna kivuli ila kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala, ni imamun adilun, kiongozi, imamu mwadilifu, imamu aliyehukumu kwa uadilifu, imamu aliyopeleka mambo kwa usawa, kila jambo akaliweka mahali pake. Alipoletewa mashtaka na wakazi wa pale, ama alipoletewa mashtaka na maratiba msikitini, hata kama kulikuwa na ndugu yake ndani yake, lakini alihukumu kwa uadilifu. Ikiwa kuna mali ya Waislamu katika msikiti kama ule, ikawa yagawanya kwa namna ambayo kwamba yamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa namna aliyotufundisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo imamu kama huyu, imamun adilun, imamu mwadilifu, itakuwa ni miongoni mwa wale ambao kwamba watafinikwa na kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ewe imamu pale msikitini, jaribu kuwa mwadilifu katika upelekaji wako wa msikiti, jaribu kuwa mwadilifu katika ibada zako na maratibu wako, jaribu kuwa mwadilifu katika kuhukumu mambo ambayo kwamba waletewa kama hakimu kuyasikiliza na kuyahukumu. Vile vile neno la imam latumika kwa kiongozi wa aina yote. Hapa imekuja imamun adilun, imamu mwadilifu bimaana msikitini, lakini neno imam ni kumaanisha mtu ambaye kwamba amebeba majukumu ya watu wengine. Kwa hivyo baba pale nyumbani, wewe ni imam, lazima ufanye uadilifu katika watoto wako, ufanye uadilifu baina ya watoto wako, ufanye uadilifu baina ya wake zako, ili uende kufiniwa katika kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala. Chifu pale kwenye mtaa, mzee mtaa pale kwenye mtaa, kansela pale mtaani, mbunge pale constituency, governor, senator, rais, na kila ambaye kwamba ana mamlaka ambayo chini yake kuna watu wanamsikilizia na kumfuata, basi huyo ni imam. Basi endapo utafanya uadilifu katika uongozi kama huo, basi chukua bishara kwamba utaenda kufinikwa na kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama, siku ambayo kwamba hakuna kivuli ila kivuli chake Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu wa pili ambaye kwamba atafinikwa na kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala ni shabun nashaa fi ibadatillah, ni barobaro aliyekulia katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, ni barobaro aliyekulia katika kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni barobaro aliyekulia katika kuepuka yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza. Ubarobaro ni marhala mazito, ni marhala magumu, ni marhala ambayo kwamba yana hisia tofauti, ni marhala ambayo kwamba afkar za marhala kama haya ni makali, na aghlabia kwa mtizamo wa jumla ni kwamba barobaro aghlabia anayoyafikiria, yanayomvutia katika matamanio yake ni mambo ya kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ikiwa mtu katika barobaro wake atajibidiisha katika kutekeleza ibada za Allah subhanahu wa ta'ala, na anapoteleza ikawa yaregea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi barobaro unanosikiliza wa kiume na barobaro unanosikiliza wa kike, basi chukua bishara, chukua habari njema kwamba katika barobaro wako, ukiwa katika kumtumikia Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa katika barobaro wako uko katika hali ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wewe ni 5 salawati, wafunga saumu za sunna, wasema ukweli, wajiepusha na mambo ya haramu, basi jua ni miongoni mwa wale ambao kwamba watafinikwa na kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala, siku ambayo kwamba hakuna kivuli ila kivuli chake Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu aina tatu ambaye kwamba atafinikwa na kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama ni warajulun qalbuhu muallaqun bil masajid, ni mtu ambaye kwamba moyo wake una mafungamano na msikiti. Nini maana yake? Ni mtu ambaye kwamba anaposwali sala, anapoenda nyumbani, yatamani ni saa ngapi kutaadhiniwa ili aregee tena katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala kutekeleza faradhi kama ile. Na kama tunavyojua kwamba wa anna almasajida lillah, misikiti ni nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo bila shaka mtu moyo wake ukiwa na mafungamano na nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, bila shaka huo moyo una mafungamano na mwenye nyumba, naye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Maana nyingine ni kwamba huyu mtu anaposwali mathalan salatul asri au salatul maghrib, ikawa hana shughuli au hana sababu ya kumtoa katika msikiti, yeye hubakia na msikiti, kwa sababu kubakia na msikiti husikia raha, huburudika moyo wake, hupata amani, basi huyu pia ataingia katika warajulun qalbuhu muallaqun bil masajid. Bila shaka tukubaliana kwamba msikiti ni sehemu ya utulivu. Msikiti, miongoni mwa faida za msikiti ni kwamba mtu anapokuwa msikitini hapati madhambi ya kuona, hapati madhambi ya kusikia, tofauti na mtu anapokuwa nje au maskani, kutapita mambo ya haramu atayangalia, atasikia mambo ya haramu, atapata madhambi. Vile vile msikiti, unapokaa msikitini ukaweka nia ya itikaf, ni kwamba wewe unapata thawabu
mambo ambayo kwamba huwezi pata mahali kwingine. Huwezi kwenda maskani ukakaa ukatia nia itikafu ukatarajia kwamba utapata thawabu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo katika watu, sampuli ya watu ambao kwamba watafinikwa na kivuli cha Allah Subhanahu wa Ta'ala ni warajulun qalbuhu muallaqun bil masajid, ni mtu ambaye kwamba moyo wake una mafungamano makubwa na nyumba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Miongoni mwa watu ambao watafinikwa na kivuli cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, siku ambao kwamba hakuna kivuli ila kivuli chake Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni warajulani tahabba fillahi ijtama alayhi wa tafarraqa alayhi, ni watu wawili waliopendana kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na wakatengana wakakosana kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angalia namna Allah Subhanahu wa Ta'ala ameyatukuza mahaba kama haya. Angalia Allah Subhanahu wa Ta'ala namna gani aliyapatia zawadi kubwa mahaba kama haya. Mahaba gani? Mahaba ya kupendana kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wewe kwa nini wampenda fulani? Kwa sababu ni 5 salawati. Kwa nini wampenda fulani? Kwa sababu ni mtu wa da'wa. Kwa nini wampenda fulani? Kwa sababu ni mtu ambaye kwamba afuata mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini fulani wamchukia? Kwa nini fulani siku hizi hauko naye tena? Kwa sababu ameacha kuswali, nimemnasihi lakini hataki kurejea nyuma, ndio maana nimemtenga. Oho, angalia mahaba kama haya Allah Subhanahu wa Ta'ala akapatia daraja kwamba watu waliopendana kwa ajili yake Allah Subhanahu wa Ta'ala na wakateta kwa ajili yake Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi siku ya kiyama atawafinika na kivuli chake, siku ambayo kwamba hakuna kivuli. Na imekuja katika hadithi nyingine ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba siku ya kiyama watu watakapokuwa wamesimama katika uwanja mahshar, Allah tanadi ainal mutahabbina fiya, wako wapi wale ambao kwamba walipendana duniani kwa ajili yangu? Basi Mtume asema watatoka katikati ya watu hao, watu waliopendana kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala watasongea mbele, watapewa daraja kubwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mahaba, kupendana kwa ajili ya Mungu ni mahaba ambayo kwamba hayana majuto mbele yake, tofauti na mtu kupenda mali au kupenda mke au kupenda watoto. Mwisho wa kuisha mali atakutia maradhi, au mali atakutia wasiwasi, mke pengine aweza kutia maradhi ya moyo akakuacha, watoto waweza wategemea lakini baadaye mtoto akaharibika kupeleka mbio. Lakini hakuna mahaba mazuri kama mahaba ya kupendana kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo mimi mzungumzaji nawapenda sikilizaji kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na nataraji kwamba nyinyi wasikilizaji mwanipenda kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ili na sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala akatufinike katika kivuli siku ya kiyama, siku ambayo kwamba kuna kivuli ila kivuli chake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Miongoni mwa watu ambao watafinikwa na kivuli cha Allah Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama ni warajulun da'atuhum ra'atun dhata mansabin wa jamalin faqala inni akhafu Allah, ni mtu aliyeitwa na mwanamke ambaye kwamba ni mzuri, ana pesa, ana kila ambalo kwamba lavutia. Huyu mwanamke amemuita bwana kufanya nini? Ili kumuasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwenda kuzini naye. Lakini mtu pamoja na kwamba alikuwa na kila fursa ya kufanya tendo kama hilo la zina, kwa sababu ni mwanamke ambaye kwamba amemuita, amemtaka, na ni mwanamke ambaye kwamba Mtume msifu dhata mansabin wa jamali, ana daraja, ana cheo, ana pesa, ni mzuri. Kwa lugha fupi kwamba kila mmoja amtamani yule mwanamke, kila mmoja atamani awe karibu naye. Lakini baada ya kuitwa na kuwa faragha na yule mwanamke, basi akamwambia inni akhafu Allah, wallahi mimi namuogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hili alilofanya itakuwa ni sababu yake yeye kufinikwa na kivuli cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, siku ambayo kwamba hakuna kivuli ila kivuli chake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ewe unanisikiliza, mambo haya hutokea sana. Usiseme kama anavyosema vijana maskani pale, wanakwambia bana imekuja yenyewe, riziki man tashabi ghairi hisab. Asema sikumuita bana, ankuja mwenyewe bana, mimi sina madhambi kwa Mungu. La, hata kama amekuja mwenyewe, Mtume anasema warajulun da'atuhum ra'atu dhata mansabin wa jamalin faqala inni akhafu Allah, mwanamke ndio amemuita, si bwana mume amemfuata, ni mwanamke amekuita. Kwa hivyo ukitaka kwa miongoni mwa wale ambao kwamba watafinikwa na kivuli cha Allah Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama, basi unapopata ushawishi kama huu wa kuitwa na mwanamke ambaye kwamba ni mzuri, ana mali, mwambie inni akhafu Allah. Ikiwa nataka tuwe pamoja, basi tufanye kitendo au tufanye jambo la kufunga nikaha, ili tukiwa tuwe katika njia ambayo kwamba yamridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katika miongoni mwa watu ambao kwamba watafinikwa na kivuli cha Allah Subhanahu wa Ta'ala ni rajulun dhakara Allah khalian fafadat aynahu, ni mtu ambaye kwamba
amemkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala akiwa peke yake faragha, saa 8 za usiku, saa 9 za usiku, saa 10 za usiku, ameamka akaswali rakaa 2, akakaa kwenye mswala, akafikiria madhambi yake, maasiya yake, upungufu wake, akajua, akafikiria ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala, akafikiria mauti, akafikiria kabri, akafikiria siku ya kiyama. Fafadat ainahu, kwa ajili ya kufanya hivyo macho yake yakatoa machozi kwa ajili ya kujijua kwamba yeye ni mdhaifu na amemkosea Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah ana uwezo wa kumfanya lote, basi akalia kwa ajili hiyo Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema huyu ni miongoni mwa watu ambao watafinikwa na kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala, siku ambayo kwamba kuna kivuli ila kivuli chake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ndugu msikilizaji na mimi mzungumzaji, tujibidishe sana kukaa faragha mara nyingine, ikiwa ni usiku, ikiwa na mchana. Kumbuka madhambi yako, kumbuka mapungufu yako, vuta mauti mbele yako, vuta kabri mbele yako, vuta adhabu ya moto mbele yako, vuta ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ustashir ndani ya moyo wako kwamba umemkosea Allah azza wa jalla, ili upate fursa ya kutoa machozi katika macho yako, ili uwe ni miongoni mwa wale ambao kwamba watafinikwa na kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika hadithi nyingine Mtume asema jicho ambalo kwamba limelia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala halitogusa moto wa Jahannam. Mtume ametaja jicho ni dhikrul khas wa iradatul am. Mtume ametaja kitu maalum, lakini maana yake ni mwili mzima, kama vile Allah alivyosema tabbat yada abi lahabin wa tabba, imeangamia mikono miwili Abi Lahab, na amekisha kuangamia. Haina maana mikono yake miwili peke yake, la, bali ni yeye mzima ameangamia, lakini wanasema ni usul hii ni dhikrul khas wa iradatul am. Kwa hivyo Mtume akasema jicho maana yake mtu aliyelia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kuguswa na moto wa Jahannam. Tuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie ni miongoni mwao. Mtu wa mwisho au sampuli ya 7 ya mtu ambaye kwamba atafinikwa na kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala, siku ambayo kwamba hakuna kivuli ila kivuli chake Allah subhanahu wa ta'ala, ni rajulun tasaddaqa biyaminihi wa lam ya'rif shimaluhu madha anfaqa. Ni mtu ambaye kwamba ametoa sadaka kwa mkono wake wa kulia mpaka mkono wake wa kushoto haukujua umetoa kitu gani. Hichi ni kinaya cha namna gani alivyofanya siri katika kutoa. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Baqara anasema in tubdu sadaqati fa ni'mahi, sadaka mkidhihirisha mkitoa kwa wazi ni khairi mafanya, wa in tukhfuha wa tu'tu al-fuqara fa huwa khairul lakum, na vile vile mkificha mkawapa mafukara kwa njia ya kuficha basi ni khairi juu yenu. Kwa hivyo katika watu ambao kwamba watafinikwa na kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala, siku ambao kwamba hakuna kivuli ila kivuli chake Allah subhanahu wa ta'ala, ni mtu aliyetoa sadaka kwa namna ambayo kwamba kushotoni mwake hakutoa. Ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bilmanni wal adha, Allah sema msiziharibu thawabu za sadaka zenu bilmanni wal adha, kwa kuzitangaza na kuudhi watu. Kwa hivyo katika mambo ambayo kwamba yanapendekezwa, katika mambo ambayo kwamba yanafanya mtu afinikwe na kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala, siku ambayo kwamba hakuna kivuli ila kivuli chake Allah subhanahu wa ta'ala, ni mtu aliyetoa sadaka kisiri. Maana yake nyingine ametoa na watu hakujua, si katika wale ambao kwamba wanatoa baadaye wanasema yule ajiona, ajigamba, ajiona ameendelea, na yale yote sababu ni mimi nimemfanyia. Ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bilmanni wal adha. Kwa hivyo katika watu ambao kwamba watafinikwa na kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama, siku ambayo kama hakuna kivuli ila kivuli chake Allah subhanahu wa ta'ala, ni mtu aliyetoa kwa kuliani mwake hadi kushotoni kwake hakujua kitu gani ametoa, kuonesha undani wa kuficha sadaka kama ile. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie ni katika kuwa katika hawa sampuli 7, ili na sisi tupate kivuli chake Allah subhanahu wa ta'ala. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie wenye kusikia mema na kuyafuata na kusikia mabaya na kuyaacha. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran lakum wa jazakumullahu khair.